anakutazama sasa hivi, mwingine yuko nje ya nchi, mwingine yuko hapa, mwingine anakujua. Ila by the way, anayekutazama kwa mara nyingine sasa hivi anza kujua kama nani. Mimi naitwa Mtumishi Sam, lakini kirefu ni Samuel Atendo. Ndio, ni mtumishi wa Mungu na niko Mbezi, na hudumia Mbezi, lakini pia sehemu nyingi wanazunguka pia. Ndio. Tumepata nafasi ya kukutana na mtumishi wa Mungu ambaye amekwambia sehemu nyingi waga anazunguka. Leo tuna story ambayo tumekuja nayo. Kwa mara ya kwanza pia My TV tunatamani tupige story na wewe. Story ya kwanza, kwenye anayekutembea kwenye page yako anagundua kama ni mtu ambaye umekuwa ukizungumzia sana utabiri. Wewe kama mtu wa Mungu, tuanzie kwenye utabiri wako. Tangu umeanza kufanya utabiri mpaka sasa hivi ufikia, changamoto gani ambazo ushakutana nazo? Kwenye utabiri changamoto ni nyingi, kwa sababu unaweza kumwambia mtu kitu alafu na kile kitu kikatokea akakichukulia tofauti. Mfano, utabiri wa mwaka juzi niliongea na utabiri zote ninazofanya. Watu wanasema kwa nini Mtumishi Sam yeye anatabiri mabaya tu? Ila watu watambua kwamba mimi huwa natabiri na mazuri pia. Na huwa natabiria watu mema pia. Na natabiria na mazuri na watu wanayaona yale. Kwa utabiri unakuja kwa mtu kwa kile kitu ambacho Mungu amekionyesha. Kwa siwezi nikatengeneza utabiri ili iwe njema kwa watu, ila nafanya kile ambacho Mungu amefanyaje, ameweza kunipa ili niweze kwa tabiria watu. Kwa ninachokiona kitu nasema kwamba mwaka huu kuna kitu fulani, mwaka huu tutakuwa katika njia hii, mwaka huu tutakuwa hivi, kama nilivyosema mwakani, mwanzo wa mwaka, kwamba huu mwaka ni mwaka ambao ni mgumu na ni mwaka wa kihistoria katika siasa ya Tanzania, na vyote vinatimia. Kwa utabiri ni kitu ambacho Mungu amekiweka. Kwa hiyo huwezi chagua kwamba nitabiri kizuri au nitabiri kibaya. Kwa kinachokuja ni hicho. Huwezi kumwambia mtu unajua nilitabiri hichi kitu unachokiona. Ulivyotabiri ulisema wapi? Watu waliona. Kwa ukikaa kimya nayo utabiri huonekani. Ukiongea ndio utabiri. Hiyo nguvu ya utabiri mnaipataje? Yaani je, ni kila mtu ama ni nguvu ya Mungu? Hiyo kama imetokana na nini kwanza? Maana kuna mwingine unaweza kumwambia unatabiri, mwingine akona tumeshazoea. Mwingine anaweza kaamini wachungaji wa sasa hivi, watumishi wa Mungu sasa hivi wamekuwa ongo. Mwingine anaamini hata waganga wa kienyeji sasa mtu wanatabiri. Nguvu inatokana na nini kwanza? Nguvu ni Roho Mtakatifu. Mungu akiwa kila mmoja, Mungu amempa nguvu yake. Na kila mwanadamu ana nguvu yake ambayo Mungu amempa. Mimi Mungu kanipa neema ya maono, ya kuona na kutatua. Yaani mimi sitabiri alafu nishindwe kukuelekeza jinsi ya kutatua. Nikikiona kitu nitaelekeza. Tunafanya hivi, tufanye hivi ili tutoke katika hili. Kwa sababu unapoonyeshwa kitu, unapaswa kuelekezwa na pia ni jinsi gani kile kitu kinaweza kufanyika na kinaweza iweje ili kile kitu kiweze kupita pia. Ndio. Kwa wale ambao wamekuwa wanaenda kwa njia nyingi, tuseme kwa waganga au kwa watu wengine wakiamini kwamba wanatabiriwa, afu mwisho na siku wapate ile jibu sahihi ambalo walikuwa wakitegemea. Hao tunasema tuweke kwenye upande gani? Watumia nguvu za aina gani? Unajua imani ya mtu iko ndani yake. Na kila mmoja anaamini kila anachokiamini. Na uwezi kumweka kila mmoja kuamini wewe. Yaani ukihitaji kitu chochote cha kwako kifike sehemu unapohitaji, amini kwa kile unachokiamini wewe. Usifanye watu waamini kuhusu wewe. Fanya kitu ili watu waamini kwa kupitia wewe. Lakini ukifanya kitu kwa kuaminisha watu, huwezi kufika popote. Lakini ukifanya kitu kwa ajili yako wewe, utafika sehemu. Ni sawa na wale ambao wanapambana kwa ajili ya kubadili maisha yao, si ushindani. Wanaopambana kwa ajili ya kubadili familia yao walipotoka, huwa wanafanikiwa kuliko wale wanaofanya ushindani. Mimi naamini katika kila kazi kuna changamoto tunakutana nazo. Kwenye kazi yako ni moja ambayo changamoto zake naamini ni kubwa sana, kwa sababu kila mtu ana imani yake. Afu unagusa kwenye kitu ambacho kinaitwa imani. By the way, tangu umeanza mpaka sasa ulipofikia, unaamini kwamba hiki tunachokifanya kinaleta yani kinasaidia watu, na kuna mtu ushamfanyia na akaja akakwambia kwamba yes, mchungaji umefanya hiki, mtumishi wa Mungu, na kweli kimekubalika? Unaweza kutupa mfano mmoja hapa ambao uko real life? Watu ni wengi sana. Watu ni wengi katika utabiri. Yaani ni wengi, lakini
katika kitu ambacho nakukumbusha ambacho ni kizuri ni kwamba imani ya mtu inamponya mtu. Na ukiamini katika kitu, Mungu anakufungua. Unaweza ukawa na maono makubwa, uwezo mkubwa, na usisaidie watu kwa sababu wanaokuja kwako amekuja kwako kwa imani gani? Unajua hata wewe mwenyewe ukisikia kichwa kinauma, ukasema ngoja ninywe haya maji, nitapona, unapona. Kwa sababu umeweka imani kwamba yale maji yatakufanyaje? Kwa kuna watu ambao nimewasaidia ambao wana imani ndani yao. Kwa mwenye imani, Mungu anamsaidia. Usipokuwa na imani, huwezi kusaidika. Yeah. Okay, nashukuru sana kusikia hivyo kwamba mwenye imani Mungu anakusaidia, na usipokuwa na imani basi utabaki ukiamini. Mtumishi, kidogo tuzungumzie umri wa sasa hivi na maisha sasa hivi tunavyoendana. Kwa mtu anayekuangalia anaweza kuamini kwamba watumishi sasa hivi, tunaamini watumishi walikuwa wengi walikuwa na umri mwingi kidogo umezeeka. Lakini tukikuangalia lika yako na vitu unavyofanya, kuna wengine anaweza kawa na doubt na kuangalia kwamba mtumishi ndio ameshapitia vitu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio? Anayekutazama unaweza kumhakikishia kwamba unachokifanya wewe ndio kicho ambacho Mungu akutuma. Unajua kitu kingine ambacho ni kusaidia kitu, watu wasiweze wasipendelee. Unajua Tanzania watu wengi wanapenda kujaji watu kwa mtazamo, kumuona mtu. Unaweza kawa hivi unaniona afu nikaa na umri mkubwa sana. Afu mtu anaweza kaa na mwili mkubwa sana afu akaa ni mdogo sana. Kwa muonekano unaweza kawa ni mdogo lakini nikaa ni mtu ambaye shakula chumvi nyingi sana. Kwa hiyo katika umri ni kitu ambacho ni mtu ndiye anajua kwamba umri wake ukoje. Lakini kwa mtu akonitazama kawaida anaweza kujua mtumishi anaonekana mdogo. Kumbe unaweza kukuta umri wangu ni mkubwa sana. Kwa kuna kipindi nilifanya utabiri, nilikuta peji moja iliandika, hebu muangalie mtoto aliyetabiri vifo vya Kariakoo. Yaani mtoto. Alafu aliyepost nikiangalia umri wangu na wake ni vitu vili tofauti. Katika umri ni kitu ambacho watu wengi hawatambui kwamba inakuaje, lakini karama haiangalii umri. Talanta haiangalii umri. Unaweza kana kitu kikubwa na ukafanya vitu vikubwa kuzidi wale wakubwa pia. Maana pia hata wapumbavu wanazeeka pia. Kuna na vijana na wazee pia wasio na busara pia wanazeeka. Kwa hiyo mtu unaweza kana kimo kikubwa lakini usiwe na uwezo. Lakini mimi nachomshukuru Mungu kwamba mimi naamini katika imani yangu. Ndio maana nikasema mwanzo pale kwamba kila mmoja anaamini jinsi anavyoamini. Ila mimi naamini Mungu ni mmoja. Mungu tunayemwabudu ni mmoja. Na Mungu huyo ndio kanipa nguvu ya kuona kesho, kinachokuja, kilichopita na kilichopo kwa wakati huo. Naamini katika Kristo kwamba ile Roho Mtakatifu iliyo ndani yangu ndio inanionyesha vile vinavyokuja. Kwa imani yako ambayo unayo wewe vipi na kwa mtu ambaye anakutazama? Watu wamekuwa wakimove on kutoka nukta mwaka kwanza, mwaka pili, marafiki, washikaji, wengine hata kwenye mahusiano. Lakini wengi wamekuwa wakiishia katikati. Tuanzie hapa. Ni utamjuaje kwamba wewe ni mtu sahihi? Kwenye mahusiano. Unajua kwenye mahusiano, mimi huwa mara nyingi sana nafundisha masuala ya mahusiano. Lakini huwa napenda kufundisha kwa njia nyingi. Kwa njia njonzi, unaweza kumtambua mtu ni mzuri ama ni mbaya. Kwa njia ya herufi, unaweza kutambua kwamba huyu tunaendana ama tuendani. Ila siku hizi watu wanakutana, wanaoana kwa kuangaliana. Ni mzuri, sura, shepu, ana kitu, ana gari, ana simu, yaani watu, unajua wanawake wa siku hizi au watu wa siku hizi wanaingia katika mahusiano kwa kuona kitu, yaani kwa kitu alichonacho mtu. Ila ule upendo wa dhati wengi hawaizingatii, ila wanazingatia kitu alichonacho mtu. Umenielewa? Lakini huwa naelekeza ni jinsi gani mtu anaweza kutambua kwa njia njonzi zipi ukiziota una uwezo wa kutambua kwamba mwenzako ni mzuri au mwenzako anakuchiti au mwenzako hakuchiti, mtadumu au mtadumu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo huwa vina darasa ndefu sana. Ndio. Utanuzi kidogo. Naamini ambapo tumezungumza kama hivi mtu anaweza kuwa anakutazama baadaye. Akatamani ungedai ajue kidogo. Kuna watu wamekuwa wakiota ndoto tofauti. Unaweza kumpa mtu ni aina gani ya ndoto ambayo mtu akiota au akiona kwa mwenzake kutoka hapa sio penyewe, hapa ndo penyewe. Hata ndoto moja tu pale. Ndoto ya kwanza, ukiota nyoka amemng'ata mwenza wako, aidha mpenzi wako,
ujue mpenzi wako yuko katika mahusiano na aliye naye katika mahusiano sio mtu sahihi. Hiyo ndoto ya kwanza. Ndoto ya pili ni ukiwa unatembea ukajikua ikatoka soli ile ya kiatu ikabanduka kama ni sendo, au ukajikua ukapata damu ikatoka, ina maana kwamba mahusiano yenu yatakuwa ni ya msukosuko na huyo mtu mtakuja kuachana vibaya. Kwa ndoto zipo nyingi zinazoelekeza. Kuna elimu nimeipata kidogo kwamba hizi ndoto ambazo tumekuwa tukilala tunaziota kumbe zina maana yake, si ndio? By the way, anekutazama na azidi kufuatia sasa hivi, tukiachana mambo ya ndoto, tuzungumzie hawa watoto 2000 lika 2000 kuja juu. Kuna kitu kinaitwaga usafi, mila na desturi za zamani. Kwamba zamani ukimkutana kwa mfano dada zetu, ukikutana na dada nyumbani hata kwenye zile siku zake, lazima atakuwa anajificha. Yaani huwezi kukutana, yaani huwezi jua kwanza ukagundua kwamba sister yuko kwenye siku zake. Lakini sasa hivi tukizungumza kwenye maisha ya kawaida, hii kitu imekuwa kawaida. Yaani mtu kwa unatembea kukuta huyu amebeba pedi vya kawaida, uko kwenye maisha ya mtaani unapita pita ukutana na pedi vya kawaida. Hii kwenye kwa watu ambao mnatumia imani, mnaizungumziaje? Unajua mwanamke anapokuwa katika siku zake anakuwa yuko katika wakati ambao anapaswa utulivu mkubwa, kwa sababu mwanamke anapokuwa katika hedhi ndo wakati pekee ambao anaweza kufanywa chochote kile kibaya kwa mtu mwenye imani potofu. Kwa sababu mwanamke anakuwa katika hedhi ana uwezo wa kumfunga hata mume wake asishiriki tendo la ndoa na mwanamke aina yoyote akiwa katika hedhi. Kwa mwanamke anapokuwa katika hedhi anakuwa na nguvu nyingine kubwa ambayo yeye wengi hawaelewi. Kwa ndo maana mwanamke anapokuwa katika hedhi, mwanamke anayejitambua na anayeelewa anakuwa ni mtu ambaye yuko kwanza, kwa sababu mwanamke anapokuwa katika hedhi wengi wao wanakuwa ni watu wenye hasira za karibu sana. Wanakuwa ni watu wenye panic sana, na wanakuwa ni watu ambao wanaweza kukujibu jinsi anavyojua yeye. Ila ile hali ikitoka anakuwa yuko sana, uwezo ukahisi kwamba huyu ndo yule ambaye tulikuwa tunapishana hivi. Kwa watu wengi hawathamini siku zao. Siku za hedhi za mwanamke ni siku za ulinzi. Ndio maana wakota makopo kwa sasa wamekuwa na mafanikio makubwa sana wanapookota taulo ambayo mwanamke ameitumia katika hedhi, kwa sababu inatumika kwa njia nyingi kwa watu ambao wanaamini katika mambo ya kishirikina na wanafanyia kazi nyingi sana katika mambo yao. Mwanamke ambaye yuko katika hedhi hata nguo yake akifua hapasi kuianika nje, kwa sababu anakuwa anafunga nuru yake. Kwa sababu mwanamke anapokuwa katika hedhi, ile nyota inayomlinda yeye kwa ajili ya kumpa utukufu, kumpa njia ya mafanikio, huwa inakaa pembeni yake, huwa inatoka ile roho safi, huwa inakaa pembeni. Ndio maana anakuwa ni watu wa jazba kila wakati. Baki hapo hapo. Kuna watu ambao unakuta anakuambia mimi nimetembea na mtu afuko yuko siku zake. Huyo tunamwikaje sana? Anaondoka na nguvu gani? Ameondoka na nini? Yaani mtu kama unaweza, yaani anaondoka na kitu gani pale? Kwanza huyo alifanya hivyo bwana. Sija na moyo gani? Najua hawakosekani. Ndio hawakosekani, lakini hamna kitu kibaya kama kitu kama hicho. Na hata mtu mpenzi wako akiwa katika hedhi, si vyema wewe kumsaliti. Kwa sababu ukimsaliti unakuwa unazidi kujifungia. Kwa sababu ile nafsi ya kiroho ambayo inamsimamia yeye katika upendo, kwa sababu mwanamke ana 90% ya upendo kwa mwanaume kuliko mwanaume.